Mrisho Mashaka Gambo pamoja na Racine Makonda, ngoma imezidi kuwa nzito kweli kweli. Kwa siku ya jana ambayo ilikuwa ni Machi 8 mwaka 2025 kwenye siku ya wanawake duniani, kilele kilifanyikia pale katika uwanja Sheikh Amri Abeid mkoani Arusha. Kina mama wengi walijitokeza kweli kweli wakiwa wana furaha kwa ajili ya kusherehekea siku yao, lakini sherehe hiyo ilinogesha kwa kiasi kikubwa kwa uwepo wa mgeni rasmi ambaye ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miongoni mwa matukio ambayo yalitikisa kwelikweli kwenye ile shughuli ambayo inajadiliwa hadi hivi sasa ni kitendo cha mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda kumuulizia mbunge wa Arusha mjini Mrisho Mashaka Gambo akihitaji kumtambulisha. Kwanza utambulisho wake ulikuwa ni wa kimkakati kwelikweli. Kwa wale ambao walisikiliza ile hotuba ya Paul Makonda au yale maelezo aliyotoa mbele ya Mheshimiwa Rais, ukimsikiliza Makonda wakati anaanza kuzungumza, kipengele cha kutambulisha ni kama alikiweka katikati sana, hasa cha watu kadhaa na makundi kadhaa. Na kama haitoshi, baada ya kugundua kile ambacho alitamani kukiona hakipo uwanjani, au kile ambacho alikopa anatamani kutokiona uwanjani hakipo pia uwanjani, akaamua kulinyanyua tena kwa mara ya pili kundi la wabunge wa mkoa wa Arusha, na specific akamuulizia Gambo kwa sababu hakumuona uwanjani na Gambo hakuwepo uwanjani. Kwa nini Makonda alimuulizia Gambo mbele ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan? Cha kwanza tufahamu kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa mujibu wa katiba ya chama hicho, anayekuwa rais wakati huo ndiye mwenyekiti wa chama hicho. Na wabunge wote wanatokana na chama cha Chama cha Mapinduzi. Rais anapokuwa na shughuli katika jimbo lako ama mkoa wako, ni wajibu kama sio sheria kwamba uwepo katika eneo hilo, lakini pia uwe sehemu ya kuhamasisha watu wafike kwa ajili ya kumsikiliza mwenyekiti wako. Kwa hiyo Makonda alitumia nafasi hiyo kuthibitisha mambo kadhaa. La kwanza ni kuthibitisha kwamba mbunge wa Arusha mjini hajafanya jambo lolote la kuonyesha yuko pamoja na mwenyekiti wake, wala hajahamasisha watu kufika pale uwanjani. Na kama kuna watu wanaoona wamefika uwanjani, basi watu wengi wamefanya shughuli hiyo, na yeye akiwemo kama mkuu wa mkoa, lakini mbunge hajashiriki hapo. Unaweza kusema kwamba kama ni kuscore, Makonda amescore pointi 3 mbele ya Gambo kiurahisi zaidi. Gambo ambaye alionyesha juhudi na utayari wake wa kueleza kwamba anamuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa chama hicho cha Mapinduzi Taifa kugawa mitungi ya gesi siku moja kabla ya tarehe 8 Machi mwaka 2025, yani siku moja kuelekea siku ya wanawake duniani. Lakini alishindwa kuwa smarti na kuhudhuria kwenye mkutano huo ambao Makonda alitumia kama turufu ya muhimu sana kusimama na kuonyesha kwamba Gambo hayupo. Hata ile inayoelezwa kwamba huwa hahudhurii mikutano na vikao, basi anaithibitisha mbele ya mwenyekiti huyo kwamba ni kweli kwamba kiongozi huyo huwa hahudhurii kwenye vikao na mikutano, ikiwa mkutano mkubwa kama huo ambao mwenyekiti wa chama taifa ndiye mgeni rasmi, na jukumu kubwa la mbunge huwa ni kushiriki kuanzia kwenye kuwahamasisha watu kufika katika eneo mkutano unapofanyika kama ni wahadhara, lakini pia ni mara nyingi huwa mbunge anapewa nafasi ya kuzungumza chochote kinachohusiana na changamoto za wananchi anawasimamia au anawakilisha, lakini pia huwa anapata nafasi ya kutoa salamu kwa rais katika sehemu anayokuwepo. Kwa Makonda alitumia sehemu hiyo kuprove hicho, kwamba hilo la kwamba huwa hahudhurii kwenye vikao, lakini cha pili alitaka kuthibitishia ulimwengu na dunia kwamba yeye hana shida na Gambo, na ndio maana hata kwenye kundi la watu wengi ambao walipaswa kutambulishwa, yeye alimtambua kwa jina lake, ukiacha kwa kundi lile la wabunge wote wa mkoa wa Arusha. Lakini Gambo alitambulishwa kwa jina lake kwamba kakaangu Mrisho Gambo, kwamba wao hawana tatizo lolote, hawana shida yoyote, ndio maana akampa hata hicho cheo cha kumuita kaka yake. Kutokonekana kwa Gambo kuna madhara gani? Huenda kukaa kwake kimya kama alikuwepo uwanjani na kutokuthibitisha kama alikuwepo uwanjani utafsiriwa kwamba ni kweli huwa shiriki kwenye vikao. Lakini cha pili itatafsiriwa labda alipuuza huo mkutano, japo haikuwa lazima sana kwa wanaume kwenda kwa sababu ilikuwa ni shughuli ya kina mama, lakini kwa nafasi yake kama mbunge ilikuwa ni muhimu kwake kufika, kwa kuwa kina mama pia ni sehemu ya wapiga kura wake, lakini ni wananchi ambao yeye kama mbunge anawakilisha.
Kwa hiyo kutokuwepo kwake sio afya kwa mustakabali wa mwendelezo wa siasa zake, lakini pia kwa wale ambao wanamsulubu na hiyo ya kusema kwamba huwa hashiriki kwenye vikao, wanapata sababu ya kuendelea kushikilia hapo hapo na kumonyesha kama ni mtu mtukutu asiyeweza kuheshimu hata protocol za kitaifa za viongozi wa chama na serikali pale inapotakiwa. Kipi ambacho anapaswa kukifanya sasa? Anapaswa kutoka hadharani na kueleza kama alikuwepo uwanjani na ilikuwaje, sikia ule upande ambapo walikuwepo wabunge wenzake, kwa sababu maeneo yale huwa yanawekwa kiprotocol, ama alifika uwanjani akapata changamoto ya kiafya au dharura iliyomfanya aondoke au atoke. Hilo litakuwa ni busara kuliko kila mwenye chuki na yeye kwenda kuzungumza kwa namna ambavyo yeye angetamani kumuongelea kwa ubaya kwa kitendo chake cha kutokuonekana pale uwanjani ambapo rais ambaye ni mwenyekiti wake wa chama taifa alikuwepo. Lakini kingine ambacho kinatafakarisha zaidi, je, Gambo angekuwepo uwanjani, Makonda angemtaja kwa jina lake na angemtambulisha kwa namna ile ambayo alimtambulisha, ama alimtambulisha kwa kuwa alifahamu fika kabisa kwamba hayuko uwanjani, lengo lake tu ni kuonyesha kwamba huyu Mheshimiwa Rais amekudharau ndio maana hayupo hapa? Hilo pia ni jambo jingine ambalo linaweza likaulizwa au watu wengi wakajiuliza, japo huenda pia angemtambulisha hivyo na angepata nafasi ya kuzungumza na wananchi, isingekuwa habari nyingine tena kubwa kama ambavyo kwenye baadhi ya vyombo vya habari imeandika na kadhalika. Mahusiano ya Gambo na Makonda huenda imethibitika hadharani kwamba hayako vizuri, kwa sababu ni rahisi sana kwa mkuu wa mkoa kufahamu kama mbunge yupo ama hayupo uwanjani, na kama hayupo uwanjani ilikuwa ni rahisi kumtunzia stara yake kwa kukaa kimya bila kumuulizia kama alivyomuulizia vile na akakosekana pale. Kwa hiyo inaleta kabisa kwamba mahusiano ya kiitifaki ya hawa watu wawili huenda hayako sawa, kiwango ambacho hakuna anayefahamu mwenzake ni wakati gani yupo sehemu fulani na ni wakati gani hayupo sehemu fulani. Na hayo mahusiano sio ya lazima sana yakawa mazuri, lakini kwa kuwa walishawahi kujinasibu hadharani mara kadhaa kwamba wao ni marafiki, hivyo kupitia urafiki wao watu walitamani au wangetamani iwe rahisi kujuliana hali ama kufahamu kwamba mwenzangu yuko wapi na ana shughuli gani. Na hii inaendelea kupigilia msumari kwamba jimbo la Arusha bado moto unapamba, huku Makonda akitajwa hajawahi kutoka hadharani kama anataka jimbo la Arusha, lakini mara kadhaa watu wamekuwa wakipendekeza, wakishauri, wakihitaji kwamba yeye ndiye awe mbunge wa Arusha, apeperushe bendera ya Arusha katika uchaguzi wa mwaka 2025, huku hawaongei kabisa habari ya Gambo kwamba kwa nini hawahitaji Gambo aendelee kuwa mbunge wa Arusha. Hawana sababu ya kumkataa Gambo na hawana sababu ya kumhitaji Makonda, ila huwa wanasema tu kwamba ukiwa mkuu wa mkoa wa Arusha ni kama kanuni una sifa ya kuwa mbunge. Kwa hiyo siasa hizi za Arusha huenda zikaendelea kuvuta vichwa na vyombo vya habari mbalimbali kwa namna ambavyo headlines zinatengenezwa kutokana na matukio ya hawa wawili. Sasa hivi hakuna siasa kati ya Chama cha Mapinduzi na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, yani Chadema. Siasa kubwa iliyopo Arusha ni kati ya mkuu wa mkoa wa Arusha pamoja na mbunge wa jimbo la Arusha Mrisho Mashaka Gambo, huku kila mmoja akionekana kwamba anastahili kuwa mbunge katika jimbo la Arusha, huku Makonda yeye hajawahi kukanusha mahali popote kama hahitaji kuwa mbunge wa jimbo la Arusha, japo hadharani alisema kwamba yeye hatorudi tena kugombea Kigamboni. Kwa hiyo hakutaja kama anaweza kwenda katika jimbo gani jingine. Watu wengi wanasema kwamba huenda Makonda akiwa mbunge basi kuna baadhi ya vitu vitabadilika, ikiwemo kupata nafasi ya kuwa waziri, na akiwa waziri basi atakuwa anahudumu kwa ukubwa katika nchi nzima, tofauti na sasa ambavyo ni mkuu wa mkoa wa Arusha tu ana kipande kidogo ambacho anakisimamia. Kwa hiyo wanaamini kwamba zile program, yale matamasha, ile mikakati yake ya kimaendeleo na kiuchumi huenda ikapata nafasi kubwa sana atakapokuwa kiongozi katika level nyingine. Suluhu pekee ya kuwapa wote ubunge, huenda mmoja kati yao akaamua kwenda kugombea katika jimbo jingine, ama kwa Arusha inaweza kwamba kuna jimbo linaweza likagawanywa ambalo ni jimbo la Arusha, ukawa kuna jimbo la Arusha mjini, lakini pia kuna jimbo la Murieti. Huenda ikifanyika hivyo mafahari hao wawili wakapishana, basi wote wataonekana wako bungeni katika uchaguzi wa mwaka 2025, kutokana na ukweli kwamba bado Chadema ni kama nguvu imepungua hivi na hawako tayari kwa ajili ya uchaguzi kama vinaelezwa no reform no election. Na hii inaweza ikawa ni njia rahisi ya
hawa watu wawili kumaliza mgogoro ambao unatafsiriwa kati yao, na kuonyesha kwamba kile ambacho Makonda alikiongea mbele ya rais, Gambo yuko wapi, na Gambo hakuonekana. Kwa rais haikuwa issue, hakuizungumzia sehemu yoyote. Wajuzi wa mambo wanasema lilikuwa ni jukwaa pekee ambalo kama mgogoro wao ungekuwa una athari kwa Chama cha Mapinduzi, basi Mheshimiwa Rais angesimama hadharani na kuwanyoshia kidole na kuwakaripia. Lakini kwa sababu haina madhara kwa Chama cha Mapinduzi, kama ambavyo aliwahi kuongea mwenezi wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha na kusema kwamba migogoro yao kama ipo ya Makonda na Gambo haina athari yoyote kwa Chama cha Mapinduzi na serikali, ndio maana hata Mheshimiwa Rais hakutaka kuzungumzia habari ya kutokuwepo ama kuwepo kwa Gambo. Aliendelea na shughuli kwa kuzungumza na maelfu ya kina mama waliokuwa uwanjani na kutoa ahadi kemkem bila kugusia siasa za Arusha zinavyoendelea. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba endeleeni kupambana. Atakayeshinda ndiye mshindi, atakayeshindwa akubali kushindwa. Kwa hiyo miongoni mwa hawa wawili wanaopambana, kwenda tukampata bora zaidi yao kupitia wao wenyewe kushindana hadi mwisho. Hatarajii kwamba kuna mtu atawaweka chini na kuwaketisha. Na kipindi hichi ambacho kimebakia cha miezi kadhaa ni ngumu, na huenda ugumu huu ndio unaofanya hata watu wasiamue kuingilia. Lakini pia uhusiano, je, ni watu wa kupatanishwa? Hilo pia huenda linapelekea watu waamue kukaa kando na ugomvi huo, wausikilize, wautazame kama hawauoni hivi, ili wasije kuingia katika kutafuna mfupa ambao utakuwa ni mgumu kwao kuumeza. Weka comment yako. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.